Bwana, mume wa Cha Usiku aliahidi ya kwamba atamuua Cha Usiku, atamuua Rashidi na atamuua mama yake na Cha Usiku. Sasa swali tukawa najiuliza, je, atatimiza hiyo ahadi yule bwana? Nikakwambia usikose kufuatilia kisa hiki cha kusisimua katika sehemu ya 19 ambayo ndo hii sasa tunaingia hii sehemu ya 19. Mzigo mtamu kutoka kwake Nazaria G Msulwa. Mimi naitwa Uncle J, napatikana Instagram na TikTok kwa jina hilo hilo moja, Uncle J Simulizi. Bwana, karibu tukapate kujua kisanga hiki cha Rise Up sehemu ya 19. Mambo yako vipi? Bwana, karibu. Nilimtazama Cha Usiku kwa sekunde kadhaa. Simu yake ilianza kuita. Alitazama kwa muda kidogo na kisha akanitazama usoni mwangu. Nikamwambia usipokee hiyo simu. Jamaa anapiga. Cha Usiku alizungumza huku akiwa anageuza simu yake. Nikaona namba ya mume wake. Nikamwambia pokea, alafu weka loudspeaker. Cha Usiku akafanya kama nilivyokuwa nimemwagiza. Nisikilize wewe mwanamke. Umenikana mbele ya huyo kaka yako mpumbavu na ukajiona wewe ni mjanja kukubali kusaini hii talaka feki. Sasa na kuhakikishia nitakuwa wewe, nitawaua wanao, nitamuua mama yako, nitamuua na huyo fala ambaye ni kaka yako. Na nikiwa rais, hakuna hata mmoja wenu nitakayemwacha hai. Sasa subiri muone. Maneno ya ukali yakamfanya Cha Usiku kuanza kutetemeka kwa uoga, mpaka simu ikampokonyoka nikaanguka chini, kwa maana uoga umemfanya hadi nguvu za mikono kuweza kumwishia. Kwa haraka nikaiokota simu ya Cha Usiku. Nilianza pale kuzungumza. Nikamsikiliza. Ukijaribu kufanya chochote unachotaka kukifanya, na kuhakikishia kwamba Ikulu hutoiona na utaisikia tu kwenye bomba. Hadi kufika uwezi kuniangusha mpozi wewe, na ninakwambia kwamba nitakuonesha kwamba mimi ni nani. Mume wa Cha Usiku alizungumza kwa dharau na kisha kakata simu. Rashidi, Mungu wangu, itakuwaje Mungu wangu jamani? Rashidi. Cha Usiku alizungumza huku amepagawa kisawasawa. Nikamwambia hey, Cha Usiku, hebu nisikilize. Hapo nilizungumza huku nikimshika Cha Usiku mikono yake. Akanitazama machoni mwangu huku machozi yakimbubujika. Wanao nyumbani uliwaacha na nani? Na dada wa kazi. Mpigie simu. Alafu nimwambiaje? Muulize juu ya watoto. Hapo Cha Usiku akakwapua simu yake kiganjani mwangu na kuanza kuitafuta namba ya dada wa kazi. Alipoipata alimpigia simu. Halima. Uko wapi? Watoto? Okay, sasa nisikilize Halima, wachukue watoto na wapeleke kule kwa mama Fatuma sasa hivi. Wewe fanya kama nilivyokuambia, niko njiani na kuja kuweza kuchukua. Hakikisha kwamba hupokei simu za baba wala kumweleza uko wapi. Umenielewa? Na kuja usiku huu. Cha Usiku alikata simu na kisha akasimama. Rashidi, inabidi niende Dodoma sasa hivi. Uwezi kwenda peke yako, ni lazima tuende pamoja. Sawa, vyovyote vile, lakini fanya hivyo. Tulitoka kibanda hiki na kisha tukaingia ndani. Shabani, tunakwenda Dodoma sasa hivi. Kaka, kuna nini tena huko Dodoma? Tunakwenda kuchukua watoto wa Cha Usiku. Yule jamaa wake anahitaji kuweza kuwadhuru. Hebu nipatie bastola. Vipi kaka, tuongozane nini? Hapana kaka, baki walinde hawa. Sawa kaka. Usimwambie mtu yote kama tumekwenda Dodoma. Sawa bro. Tulitoka ndani na kisha tukaingia ndani ya gari. Tuliondoka nyumbani hapa kabla hata tujafika mbali. Simu yangu mimi ilianza kuita. Nilitoa mfukoni, nikaona ni namba ya Tina. Hey. Baby, mnakwenda wapi? Mbona mnaondoka? Kuna tatizo limetokea, hivyo ninakwenda kulishughulikia. Kaa ndani na usimwambie mama, asije akapata pressure. Niambie bwana bibi wangu, ni nini kwani? Wewe subiri, turudi. Okay, sawa baby, kuwa makini basi. Usijali. Hapo nikikata simu ya Tina na safari ilizidi kusonga mbele. Tukaingia kwenye moja ya sheri. Nilijaza pale mafuta tanki nzima na safari ikaendelea kusonga mbele. Rashid, ongeza kasi ya gari.
Cha usiku alizungumza huku akihangaika kwenye seti yake. Nikasema ese, natembea spidi 200. Nikienda zaidi ya hapa tunakufa. Au unataka usiwaone hawa wanao? Okay, sawa basi, endesha vile unavyoweza baba. Safari ya kufika Dodoma ilituchukua masaa kadhaa. Nilijitahidi sana kuhakikisha kwamba ninaendesha gari kwa uwezo wangu wote kuhakikisha kwamba tunafika mkoani Dodoma haraka iwezekanavyo. Cha usiku alinielekeza mpaka nyumbani kwa rafiki yake ambaye alimpatia maagizo mfanyakazi wa ndani kuelekea huko na watoto. Ngoja kwa nimpigie simu. Cha usiku alizungumza huko akiminyaminya simu yake na kisha akaiweka sikioni. Fatuma, shosti yangu, nimeshafika, niko hapa nje. Ndiyo shosti, nimefika. Na okay. Cha usiku akakata hiyo simu. Mlinzi anatufungulia geti. Aliponiambia hivyo Cha usiku, hazikuisha hata dakika 2, geti likafunguliwa na taratibu nikaingiza gari ndani ya uzio wa nyumba hii ya ghorofa. Tulishuka ndani ya gari na rafiki yake huyo kweli aliweza kutupokea. Alitukaribisha pale, tukamwambia tunashukuru. Shosti, vipi wanangu? Na dada wa kazi wako salama? Wako salama, wamelala. Imekuwaje shosti yangu? Kwa maana ya kwamba naona mpo juu. Yaani shosti, ni story ndefu, acha tu. Kwanza karibuni ndani, hapa nje baridi jamani. Kweli tuliingia ndani na kisha akatukaribisha vizuri sana. Hebu niambie imekuwaje? Kwanza Fatuma, kabla yote nikutambulisha. Huyu niliongozana naye anaitwa Rashidi. Ni mmoja kaka zangu nilokuwa nao toka nikiwa niko mdogo hadi kufika umri fulani kabla ya maisha hayajatutenganisha na kuwa mbali. Nashukuru kwa kufahamu Rashidi. Asante. Rashidi, huyu ndo Fatuma, rafiki yangu kipenzi. Siri yake, siri yangu, siri yangu, siri yake. Na pia amekuwa ndo mshauri wangu mkubwa sana, hususan kwenye masuala yangu haya ya ndoa. Okay, nashukuru. Fatuma, hapa nilipo tumbo la uzazi zile linanicheza shosti yangu. Yaani tafadhali na kuomba nikawaone kwanza wanangu. Yaani naamini roho yangu ndio itatulia. Sawa, wako chumbani, unaweza tu kwenda kuwaona. Rashidi, nakuja. Cha usiku alinyanyuka na kisha akapandisha ngazi kuelekea gorofani na kutuacha sebuleni hapa mimi na Fatuma. Alikuwa amevalia gauni la kulalia ila zito ambalo linachora vizuri kabisa umbo lake namba 8. Unatumia kinywaji gani? Hapana, niko vizuri. Usione aibu kaka, hapa ni kama nyumbani kwako. Usijali. Unajua sisi Wagogo ni wakarimu sana. Sio vyema mtu akaja nyumbani kwangu na kaondoka bila hata kutia baraka. Utanisamehe ila na kuomba bana nikakuletee maji ya kunywa. Fatuma alizungumza kwa sauti ya kunibembeleza mpaka nilijikuta nimekubali. Maji unakunywa unahitaji baridi ya moto? Ya moto. Haya sawa. Fatuma alinyanyuka na kuanza kuelekea jikoni. Nikapata wasaa wa kuangalia hili umbo lake. Umbo ulikuwa limeumbwa likaumbika. Kusema ukweli ni mwanamke mwenye sifa nyingi sana. Umbo lake halipishani sana na umbo la Cha usiku. Sema alichomzidi Cha usiku ni hili kalio lilikuwa limenona kweli kweli. Nikasema kweli, wanawake wazuri ni wengi mno ese. Hizi tamaa zinaweza kukufanya ukafa hivi hivi. Wanawake hawaishi hawa. Nilizungumza hivyo kimoyo huku nikimsindikiza Fatuma mpaka alipoingia jikoni. Alitoka ndani humo akiwa na glasi ya maji akanikabidhi huku akipiga goti kidogo. Jambo ambalo ni nadra sana kuliona kwa wanawake, hususan hawa wanawake wa sasa. Karibu. Nashukuru sana. Fatuma akakaa pale alipokuwa amekaa. Vipi kaka, umeoa? Swali la Fatuma likanifanya nimtazame. Nikaona jinsi alivyokuwa ameelekeza macho yake, nikamwambia ndio. Na nina watoto 3. Hongera. Nashukuru. Vipi wewe? Mimi nimeolewa ila mume wangu yuko Afghanistan yuko kwa kazi maalum ya kiusalama. Yeye ni mwanajeshi. Wale wanajeshi wale wa kulinda amani. Sasa ana cheo kikubwa kidogo. Kwa amekwenda na vijana, kwa hiyo atakaa huko kwa miaka 2. Okay, sawa sawa. Na vipi kuhusu watoto? Watoto nao 2 na wote wako shule za bweni. Cha usiku alishuka ngazi za ghorofa hili huku sote 2 tukiwa tumejawa na tabasamu pana mno. Rashidi, bibi wangu,
Kwa kweli nakushukuru sana, nimewaona usiku huu. Chausiku alizungumza kwa furaha sana. Fatuma akauliza, bibi wako tena? Ndiyo, ni mpenzi wangu. Na yule gedi wako vipi? Fatuma, ndo kai sasa nikusimulie mambo ilivyokuwa shosti yangu. Yaani semeni kama nimetoka kwenye lile tanuri la moto. Yaani watu wasione haya majumba haya. Majumba yana mambo mengi sana. Hapo Chausiku alianza kumhadithia shosti yake Fatuma kila kitu kilichokuwa kimetokea. Ila mume wako bwana unamjua. So mtu mchezo. Ndiyo namjua vizuri tu. Ila hapa nina unafuu. Sasa nimwite Rashidi au nimwite Shem au nimwite kaka? Bwana wewe shemeji yako bwana. Huo ukaka umekuja tu kutokana na kuficha mambo. Shemeji, nikwambie tu kwamba mume wa zamani wa Chausiku ni mtu hatari sana. Ni mtu mwenye nguvu na ana ushawishi mkubwa kwenye serikali ya sasa. Ana mpango wa kugombania urais. Je, itakuwaje akipata urais? Si atawaua nyinyi? Au hilo wenzangu hamjalifikiria? Tumelifikiria, ila ni lazima kujilinda, na kwa sasa sio wakati wa kusema ni namna gani ambavyo tunahitaji kuweza kukabiliana naye. Ila mimi na mashaka kwenye hilo shemeji. Wala hata usijali, kila jambo litakaa kwenye mstari. Kusema ukweli mimi nawaombea tu mema. Na amina. Fatuma rafiki yangu, bwana mimi nakuomba tuondoke hapa usiku huu, kwa sababu endapo mume wangu akaja hapa kwako na kutukuta humu, basi balaa lake na mimi unalijua. Ila muda umekwenda ndugu zanguni. Laleni. Na saa 11 au saa 12 mnaondoka. Na hata kama kija kwangu anajua hapa ni nyumbani kwa kina nani. Hivyo ni lazima aje kwa heshima. Fatuma alizungumza kwa kujiamini. Kiukweli mimi moyo wangu kama unasita vile. Wala hata usiwe na wasiwasi rafiki yangu. Wewe unajua jinsi jamaa anavyomwogopa Mr. Rashid, una ushauri gani kwenye hilo? Tupumzike, kwa maana kwamba tukirudi usiku huu Dar es Salaam tunaweza tukapata ajali na mwili wangu umechoka sana. Nilikuwa na siku ndefu sana siku hii leo. Okay. Sawa bibi wangu. Chausiku, naamini wewe sio mgeni na hii nyumba, hivyo unaweza tu kwenda kuandaa chumba kwa ajili ya shemeji yangu hapa. Usijali, hivi ule udi wako upo Ndiyo, unataka kuchoma muda huu? Ndiyo best. Ingia pale chumbani kwangu, kuna kichomeo kina mkaa bado utaukuta uko juu ya meza. Sawa. Chausiku alielekea chumbani na kuniacha na Fatuma kwa mara nyingine tena. Rashidi. Naam. Sema rafiki yangu amekuwahi. Na sihitaji kuvunja urafiki wetu kwa starehe ya muda mfupi. Unamaanisha nini? Kusema ukweli, unajua umenivutia toka nilipokuona pale nje. Sasa Chausiku alivyonitambulisha wewe ni kaka yake, kidogo nilikuwa na matumaini ya kukupata. Ila mambo yameharibika na siwezi kukupata tena, kwa maana kwamba umeshanyakuliwa mdomoni mwangu. Nilitabasamu huku nikimtazama Fatuma machoni mwake. Tukiachana na hayo yote unayoyazungumza, kwa nini mume wa Chausiku mnamwogopa sana? Ana pesa na amemwaga pesa nyingi sana kuhakikisha kwamba rais anatolewa madarakani. Kwa hiyo pesa ndio imemfanya rais aliyepita ametolewa madarakani? Ndiyo Rashidi. Hapo nilitabasamu, kwa maana kama pesa imeweza kumwezesha mume wa Chausiku kupewa nafasi ya kugombania urais, basi pesa hiyo hiyo inaweza kumuondoa madarakani na akakosa hata ubunge alionao sasa hivi. Okay. Sawa. Hivi una namba ya huyu general anayeongoza nchi sasa hivi? Ndiyo ninayo namba yake. Ni shemeji yangu yule ujue. Je, unaweza kunisaidia kunikutanisha naye? Sawa. Basi asubuhi tutawasiliana naye tuone namna gani tunaweza tukaonana. Nitashukuru sana kwa hilo shemeji. Wakati nazungumza na Fatuma, Chausiku alishuka kutoka gorofani, akasema tayari mpenzi, tukalale. Chausiku alizungumza huku akinitazama machoni. Nilimtazama Fatuma. Fatuma alitabasamu kidogo.
Nilimwaga pale na kuelekea chumbani taratibu. Chausiku alinikumbatia kwa nguvu na kwa hisia kali mno. Tukaanza pale kupigana mabusu, tukaanguka kitandani. Kila mmoja alimtoa mwenzake nguo ya ndani, na muda mchache tukaanza pale mtanange uliojawa na matamanio makubwa mno. Mtanange huu kila mmoja alikuwa amepania kushinda, kwani kila mmoja alikuwa anahakikisha anajituma kadiri anavyoweza. Hadi tunamaliza mtanange huu, kila mtu alikuwa ameridhika vya kutosha kabisa. Upo vizuri Rashidi? Hata wewe pia sio kwa maono hayo ya leo. Yaani unajua ni siku moja tu yule mwanaume ambaye amenifikisha kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro, lakini wewe kila siku unanifikisha kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Yaani nimechanganyikiwa kwa kweli. Kwa nini sasa alikuwa kufikishi kileleni? Akipanda dakika kadhaa tu ashamaliza, na akilala hapo ndo mazima, haamki. Kwa kipindi chote hicho ulikuwa unaishi kwenye mateso hayo? Ndio hivyo Rashid, yani nilikuwa nateseka. Sema tu ndio hivyo, nitafanyaje sasa wakati ndio mume nilopewa na Mungu. Aise, pole sana. Asante mpenzi wangu. Naam, baada ya mapumziko ya dakika kama 10 tukarudi tena ulingoni. Safari hii ikawa sasa kila mtu ameshamsoma mpinzani wake, hivyo nipige na kupige. Ila kutokana na ujuzi wa maujanja niliokuwa nimepewa, haikuwa kazi rahisi kwa Chausiku kushinda kwenye mzunguko huu. Nilihakikisha kwamba natumia kila mbinu kuhakikisha kwamba ananyosha mikono juu, ana surrender. Tukamaliza mtanange huu uliodumu kwa dakika zaidi ya 40. Chausiku moja kwa moja kalala 444 kwa sababu alikuwa amechoka sana. Niliingia bafuni, nikakoga, nilivaa nguo zangu na kisha nikatoka chumbani hapa na tukakaa sebuleni. Majira ya saa 11 za alfajiri nilimwona pale Fatma akishuka kwenye ngazi huku akiwa amevalia night dressing yake. Shemeji hujalala? No. Huwa mara nyingi sana napendelea sana kuamka mapema sana, na saa 11 tunakuwa niko macho. Sawa. Mimi ngoja sasa nichukue maji jikoni. Fatma alianza kuelekea jikoni huku akitembea mwendo wa mitego, na mara kwa mara alikuwa anageuka nyuma kuniangalia. Alisimama katika mlango wa jikoni, akanipa ishara pale ya kidole. Mimi nilimeza fumba zito sana la mate, na kisha nikasimama na kisha nikaanza kumfuata. Akanikamata pale mkono wangu kwa haraka na kunivutia ndani. Alianza pale kunipigia mabusu. Fatuma akawa ananiambia kwamba shemeji, nimeshindwa kuvumilia bana. Nimesikia jinsi ulivyokuwa unaua huko. Tafadhali na mimi naomba unipatie hata moja tu. Fatma alizungumza kwa akiwa anafungua zipu yangu. Aliingiza mkono ndani ya zipu yangu na akamtoa jogo wangu ambaye tayari alikuwa ameshaanza kusimama kama mnara wa Babeli. Basi na Fatma alilalama vya kutosha huku akiwa anajitahidi sana kuendana na mapigo yangu, ila alishindwa. Mapigo yangu mimi yalikuwa sawa kawaida. Japo nilikuwa nimeshatoka kupiga mambo, ila bado nilikuwa na nguvu za kutosha kabisa kuhakikisha kwamba ninamaliza huu mtanange, Fatma akiwa amechoka kisawasawa. Na kweli nilimchosha mpaka akaniambia asante sana Rashidi. Ngoja nikalala, unajua sijawahi kupata kitu kama hiki. Fatma alizungumza huku akishusha kile kigauni chake. Nikampiga pale busu na kisha akatoka jikoni hapa. Nilifungua friji hili kubwa la milango miwili. Nikaanza pale kutizama vinywaji na matunda yaliokuwa yamepangwa ndani ya hili friji. Nilichukua pale ndizi moja pamoja na kinywaji cha kunipatia nguvu mwilini, na kisha nikatoka ndani hapa nikakaa sebuleni, nikaanza pale kula taratibu kabisa. Ila kuna haja gani ya kutumia pesa nyingi na watu wengi kumzuia mume wa Chausiku ikiwa nina uwezo wa kumuua na asijue mtu yote? Lazima nikabiliana naye kihuni kabla ya kuweza kutumia nguvu ya pesa. Hani, hapo nilisikia sauti Chausiku ilinishtua kunitoa kwenye dimbwi hili la mawazo. Chausiku alinifuata nilipokuwa nimekaa, alinipiga pale busu na kisha akaniambia, "Unajua nilikuwa nakutafuta chumbani." Niliamka muda mrefu kidogo. Vipi lakini umeamka salama? Niko salama mpenzi. Hapa ninawaza jinsi ya kukabiliana na jambo lilopo mbele yetu. Vipi lakini watoto wameshamka? Bado wamelala. Okay. Shikamoo dada.
Binti mdogo kiasi wa kike alimsalimia Chausiku. Marhaba, umeamkaje? Salama tu dada. Rashidi huyo ndo dada wangu wa kazi. Okay, nashukuru kwa kukufahamu dada. Nashukuru, shikamo. Marhaba. Sasa sikiliza, hebu andaa kifungua kinywa kwa ajili ya watoto. Tuna safari ya kuelekea Dar es Salaam. Sawa dada. Mfanyakazi huyu wa ndani aliingia jikoni pale na kuandaa hapa chakula. Na baada ya dakika 20 Fatuma alijumuika nasi hapa sebleni, huku akiwa akijikausha tu kimya, yaonekana kwamba asubuhi mimi na yeye hatujafanya chochote. Shemeji, unajua nimewasiliana na General, ameniomba tuongozane Ikulu leo. Hadi saa 10 vitu tumefika ofisini kwake. Shukrani sana. Kwa hiyo tunaongozana pamoja leo, si ndio? Ndio. Jamani, mna safari ya wapi tena? Oho, tulisahau kukuambia jana mpenzi. Jana nilimwomba shemeji hapa Fatuma aweze kunikutanisha na General wa jeshi ambaye kwa sasa ndiye anayeongoza hii nchi. Hivyo ndo ameshawasiliana naye. Sawa. Kwanza asante rafiki yangu kwa kumsaidia mpenzi wangu, kwa maana ya kwamba hili swala naona kabisa limemnyima usingizi mpaka ameamua kuamka mapema. Usijali Chausiku, mimi ni ndugu yangu. Shida yako ni ya kwangu na ya kwako ni ya kwetu. Kwenye hili tutasaidiana mpaka dakika ya mwisho. Asante ndugu yangu Fatuma. Watoto wa Chausiku mara baada ya kuamka walinisalimia na nikatambulishwa kwao kama mjomba. Baada ya kupata kifungua kinywa tuliondoka mkoani Dodoma na kurudi jijini Dar es Salaam. Simu ya Chausiku ikaanza kuita. Bebe, unajua yule injinia kule kujenga nyumba kule ananipigia. Mpokele. Chausiku akapokea simu hiyo. Halo. Engineer. Mmemaliza? Okay, basi niko njiani, nikifika tu nyumbani tutakuja hapo ofisini kwenu. Okay, sawa, nashukuru sana. Chausiku akakata simu. Baby, wameshamaliza kupiga nani tathmini na kuchora ile ramani. Jambo zuri, basi tutafika pale ofisini kwao. Anko Rashidi, mtoto wa kwanza wa Chausiku, aliniita huku akiwa amekaa siti ya nyuma, yeye, Fatuma, dada wa kazi pamoja na mfanyakazi wa ndani. Niketikia pale naam. Unaendesha gari vizuri. Sio kama baba, anapenda kukimbiza gari kama nini. Kweli eh? Ndio, yeye unaweza hata kuona maeneo ya nje vizuri, ila baba yake akiendesha gari, yani kama vile mnapaa. Ukiendesha gari kwa kasi sio salama, unaweza kupata ajali. Ni kweli, yani akiniendesha hivi, naogopa kama nini. Pole sana. Hapo tukafika jijini Dar es Salaam majira ya kama kwenye saa 8 hivi za mchana, na moja kwa moja tukawa tumefikia nyumbani kwangu. Tukapokelewa vizuri, tukapata chakula cha mchana. Kutokana na ratiba yetu ilikuwa ni ngumu, tuliondoka nyumbani na moja kwa moja tukaelekea ofisini kwa wakandarasi. Shost, tuingie ofisini. Hapa kuna hawa wakandarasi, kuna nyumba shemeji yako hapa anahitaji kuweza kutujengea. Hivyo tumekuja kuingia nao mkataba. Sawa. Tukashuka ndani ya gari na kuingia ndani ya ofisi ya wakandarasi hawa. Injinia mkuu ambaye ndiye mmiliki akatupokea vizuri, tukaingia naye kwenye moja ya ukumbi kwa ajili ya kufanya kikao kidogo. Walituonesha pale ramani nzima ya nyumba jinsi inavyokuwa kwenye mfumo wa 3D. Ni nyumba nzuri kweli shemeji. Fatuma alizungumza kwa maana kwamba na yeye tulikuwa tumeingia naye kwenye hiki kikao. Nikasema shukrani sana shemeji. Injinia, ni kiasi gani kinahitajika? Sasa hii unajua hadi iishe kabisa mkuu ni shilingi bilioni 1.2. Unajua yale makadirio ya awali kidogo yalikuwa sio sahihi kwa sababu kuna vitu vingine vimeongezeka. Chausiku aliguna huku akiwa anatazama usoni mwangu. Ndio madam, tusamee kwa maana kwamba ile siku yalikuwa ni makadirio ya machoni tu. Ila hiyo pesa manake sisi tunakabidhiwa tu funguo, nyumba ikiwa imeshakamilika. Ndio madam, kama unavyoiona ndivyo jinsi tutakavyoweza kuwakabidhi, na tunawapatia ofa kuingiza na furniture mpya kabisa. Hivyo mtatupatia machaguzi ya furniture mnazozihitaji na mtazikuta ndani ya nyumba yenu.
Kwa hiyo hadi mtukabidhi itagharimu muda gani? Miezi 6 tu. Malipo sinaweza nikayafanya sasa hivi tu yote, sina maana. Hapo cha usiku na Fatuma macho ya mshangao yaliwatoka. Yule mkandarasi akasema ndio mkuu, hakuna shaka, unaweza tukafanya malipo. Nikamwambia basi naomba namba yenu ya benki tumalizane, tuandikishane mkataba na kisha kazi ifanyike kikamilifu. So unajua kwamba sisi binadamu tunaweza tukasema kwamba utalipa kidogo kidogo, unaweza kukumbwa na matatizo, mambo yakawa sio mambo. Ya, ni kweli mkuu. Hapo nikahamisha kiasi hiko cha pesa kwa kampuni hii ya ujenzi na kisha tukaandikishana pale mkataba na tukaondoka ofisini hapa na moja kwa moja tukaelekea Ikulu. Tulimshukuru Mungu, tukaruhusiwa pale kuonana na rais kwa kupitia mgongo wa Fatuma. Karibuni sana shemeji. Tunashukuru. Naona ofisi imekukubali shemeji yangu. Mimi ni mwanajeshi bwana, mambo haya ya kisiasa mimi siyawezi bwana. Shemeji nawe bwana umekuja, karibu sana. Asante sana shemeji. Mume wako nilionana naye jana usiku. Ndio, ila sikujua kama leo ungekuja. Kijana karibu. Naamini ni majuzi tu ndo tumeonana kijana. Ni kweli mheshimiwa rais. Hivi ni Rashidi wewe? Ndio, mimi Rashidi. Huyo ni mdogo wangu. Shem cha usiku, kumbe Rashidi ni ndugu yako? Ndio, tumekuwa pamoja na tumecheza pamoja pia. Aise, safi sana. Karibuni sana. Shemeji, Rashidi kidogo alikuwa na mazungumzo na wewe. Hivyo kama inawezekana tuwapishe mzungumze pamoja. Na okay, sawa. Hapo Fatuma na cha usiku walitoka ofisini hapa kwa rais na kutuacha sisi wawili. Niambie kijana. Safi tu mheshimiwa. Labda nineto moja kwa moja kwenye ombi nililolileta, kwa maana kwamba nilemanu na majukumu mengi sana kikazi. Sio sana, kwa maana kwamba tunawaandaa wanasiasa waje kuwa viongozi wa hii nchi bwana. Mdogo wako hajakwambia kama shemeji yako anachukua nchi? Ameniambia, na hilo ndilo lililoweza kunileta hapa. Niambie sasa, shida yako nini kijana? Najua ni masuala mazito kidogo kuyaingilia, kama tayari ilishakuwa imepangwa, ila naamini yanawezekana, kwani hakuna kitu kinachoshindikana kwenye haya maisha. Ni kweli kabisa. Sasa bwana mheshimiwa, najua shemeji ametoa dau kubwa sana hadi kupatiwa nafasi ya kuwa mtu atakayeweza kuingia kwenye kinyang'anyiro cha urais. Wewe nani amekwambia? Mke wake. Na masuala kama haya unajua fika kabisa mume hawezi kumficha mke. Jenerali huyu Ngatuma alikaa vizuri huku akinitazama kwa macho ya udadisi. Naamini hilo ni kweli. Sijajua ni kwa nini jamaa amekuwa ni mzembe kiasi hiko mpaka siri nyeti kama hizi ameamua kuweza kumweleza mke wake. Ni kweli, na hiyo inaonyesha dhahiri ya kwamba hana sifa za uongozi wa nchi, na isitoshe nchi kama nchi inahitaji kiongozi mwenye koo la kutunza siri. Ni kweli. Jamaa hana uwezo wa kuongoza nchi kwa sababu hata familia yake pia mwenyewe hawezi kuiongoza. Kwa hiyo ndio hana uwezo wa kuongoza familia yake. Ni mtu mwenye hasira na maamuzi mabaya, na ana maamuzi haraka sana. Sasa nchi ikiwa na kiongozi kama huyo inakuwa ni aibu kidogo mheshimiwa. Ila sasa unajua, mbona mimi namuona jamani mnyenyekevu sana, afu ana hekima. Ni kwako tu na sio kwa wengine. Anaondoka kikatili ambayo haifai. Mimi sio mnafiki, ila ni jambo la heri kuweza kutahadharisha, kupeana tahadhari mapema. Unaweza kumpa madaraka na hata wewe mwenyewe pia akakufanyia vitu vibaya. Ogopa sana kiongozi anayetumia nguvu ya pesa kutaka mali. Ni mtu mbaya sana huyo mheshimiwa. Aise. Ila ndugu, unajua huyu jamaa alisha tuingiza kwenye kifungo ambacho tumeingia, na kutoka kwake sidhani kama ni kazi rahisi sana. Sina budi kumkabidhi nchi. Kifungo gani kwa mheshimiwa rais? Hapo Jenerali Ngatuma alishusha pumzi nyingi sana huku akinitazama usoni mwangu kwa macho yaliyojaa masikitiko. Unajua mpaka nilihisi kwamba hicho kifungo walichobainishwa kwa kweli sio kidogo, na kutoka kwake ni shughuli pevu.
huyu jamaa bwana alitupatia pesa kiasi cha dola milioni 100 za Kimarekani katika kuhakikisha tunatengeneza mpango na kitengo maalum cha kumpindua rais kisiri. Kwa maana kwamba ili uweze kutekeleza jambo kubwa kama lile linahitaji pesa ambayo unaweza kuwalipa vijana. Hata kama ikitokea kutokea, basi wana pesa kukimbilia mbali. Hivyo zoezi lilikamilika kama tulivyokuwa tumepanga, na kilichosalia ni kwamba ni yeye kumkabidhi madaraka katika kipindi cha miezi 3 ya serikali hii ya mpito. Dola milioni 100. Ndio. Akirudishiwa na wewe ukasimama kama rais, hapo utajisikiaje? Unamaanisha nini kijana? Yaani tukimpatia pesa na wewe ukasimama kwenye nafasi ya uchaguzi na ukawa rais wa nchi. Ndugu yangu, hivi unajua tunazungumzia dola milioni 100. Sio pesa ndogo. Najua ni pesa nyingi. Sasa nani wa kuitoa hiyo, kwa maana hiko kiasi cha pesa mimi sina kwenye maisha yangu. Akitokea mtu akatoaje? Utakubali kuwa rais? Mbona unanitafutia uhasama na mtu ambaye nimeongea naye hili jambo kuanzia 1 hadi sasa hivi tupo kwenye mafanikio? Nalitambua hilo, ila usimame wewe kama rais, yeye hawezi kuongoza nchi. Unajua hilo ni jambo gumu sana Rashidi. Siwezi kuwa msaliti kwake, na ni mtu wangu wa karibu na tumetoka naye mbali. Ukiachana na pesa tu, ila ana maono makubwa sana juu ya nchi. Kitu cha kukusaidia wewe Rashidi ni kwamba nitakaa tu kimya na kujifanya tujazungumza chochote dhidi yake, kwa maana ya kwamba akifahamu ile, wewe na mdogo wako maisha yenu yatakuwa yako hatarini. Jenerali Ngatuma alizungumza kwa msisitizo na kunifanya kwanza nishushe ponzi nyingi mno, huku nikimtazama usoni mwake. Kijana, samani kwa kila kitu, ila hilo unalolitaka kulifanya hilo haliwezekani. Sawa, nimekuelewa. Na nashukuru pia kwa kila kitu. Nashukuru na wewe pia. Hapo nilisimama na kisha nikaagana na General Ngatuma na kisha nikatoka ofisini hapa, huku akili yangu ikiwa inajaribu sana kuchanua mafaili ya faili la mpango wa matumizi ya pesa, na sasa kinachofuata ni kuhakikisha kwamba ninatafuta plan B. Vipi, mbona kama vile hauna furaha? Cha usiku aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikasema nendeni mkaage tuondoke. Waliingia ofisini kwa General Ngatuma na mimi nikatangulia pale kwenye gari, na baada ya dakika 5 wakatoka na tukaingia ndani ya gari na kuondoka hili eneo taratibu. Nahitaji kuelekea Madagascar. Lini? Muda huu unapozungumza. Nini? Ndio, nipeleke hadi uwanja wa ndege. Nyinyi mtarudi nyumbani kwa ndege. Madagascar unakwenda kufanya nini? Na muda mchache sana juu ya kuweza kulisuluhisha hili swala. Acha nielekee Madagascar. Nikirudi mtajua kila kitu nilichokwenda kukifuata kule. Hapo cha usiku na Fatma walitazamana. Moja kwa moja nikaelekea mpaka uwanja wa ndege. Nilitoa pale hati yangu ya kusafiria ambayo ninatembea nayo kwenye wallet yangu. Kwa hiyo ndo unasafiri kweli? Cha usiku aliniuliza kana kwamba ninamtania. Nikamwambia ndio ninasafiri. Nyie rudini nyumbani na hakikisheni ya kwamba mnakuwa mko salama. Lini sasa unarudi? Kati ya hizi siku 2. Okay. Sawa. Hapo nikakumbatiana na cha usiku na kisha nikapeana mkono na Fatma na kisha moja kwa moja nikaelekea eneo la kukata tiketi. Nikakata pale tiketi ya ndege inayoondoka majira 1:30 za usiku. Muda wa ndege ninayopanda kuondoka ikawadia. Nikajumuika pale na abiria wengine kuingia ndani ya ndege. Safari ilianza huku akilini mwangu nikiwa ninamfikiria Karo, kwani yeye ndiye mtu pekee anayefahamu nchi hii ya Tanzania vizuri na anaweza kunisaidia kwenye mpango wa kusitisha zoezi la mume wa cha usiku kuingia madarakani. Nikaweka pale alarm katika simu yangu ya kulala masaa 2 kwa sababu nilikuwa nina uchovu mwingi sana. Taratibu
nikailaza pale kidogo siti ya ndege hii na taratibu nikaanza kuutandika pale usingizi. Alam ikaniamsha baada ya masaa mawili. Nikazinduka kutoka usingizini. Baada ya masaa matatu ya kusafiri angani, tulifika katika jiji la Madagascar. Nikiwa hapa uwanjani, nikalipia pale simu maalum ambazo humwezesha mgeni kumpigia mwenyeji wake, kwani wageni wengi huwa wakiingia katika nchi hii huwa sio wote wanakuwa na laini za mitandao ya simu za nchi hii. Nikaingiza pale namba za simu za Karo, nikampigia simu. Simu yake ilianza kuita na baada ya muda kidogo ikapokelewa. Hala, nilisikia sauti ya Karo akizungumza kwa uchovu kidogo. Nikamwambia ni mimi naongea. Rashidi? Yes. Nipo uwanja wa ndege. Nielekeze nyumbani nije. Okay, sawa. Karo alinielekeza eneo anapoishi. Nikakata pale simu na kuingia kwenye moja ya taxi na kumpa address namba ya nyumba ambayo Karo anaishi na jina la mtaa. Dereva akaingiza address namba hiyo kwenye TV ndogo iliyopo pembeni yake ambayo inaonyesha ramani na eneo tunalohitaji kwenda, na baada dakika tukaletwa pale ramani katika kufika kwenye nyumba ya Karo. Safari ikaanza huku dereva akifuatisha hiyo ramani. Kaka, ni mara yako ya kwanza kuwepo Madagascar eh? Dereva aliniuliza kwa sauti ya uchangamfu kidogo. Nikamwambia karibu sana bwana kisiwani kwetu. Nashukuru sana. Nilimjibu kwa ufupi tu dereva huyu, kwa sababu akili yangu hapa ilipo inawaza mambo mengi sana. Tulifika katika nyumba ya kifahari yenye geti kubwa kiasi. Ndo hapa mkuu tumefika. Kiasi gani nadaiwa? $20. Nikatoa pale wallet ya $100 nikamkabidhi pale dereva. Nikamwambia weka change, keep change. Nilizungumza huku nikiwa nashuka kwenye gari hili. Dereva huyu alinishukuru sana. Asante sana tajiri, shukrani. Dereva taxi alizungumza kwa furaha. Nikapiga hatua mpaka getini na taratibu geti hili linalotumia umeme likafunguka kidogo, usawa wa mimi kuweza kuingia. Nilitazama pale kamera zilizokuwa zimefungwa nje ya geti hili na kisha nikazama ndani. Nilimwona Karo akinikimbilia kwa kasi mno. Alinikaribia na kunirukia kwa furaha. Alinikumbatia kwa furaha huku akiwa ananipiga mabusu mengi mno mfululizo. Karibu sana baby, Karo alizungumza kwa furaha. Nashukuru, mbona umepungua mwili? Vipi, kuna tatizo? Hapo nilizungumza huku nikimtazama Karo namna alivyokuwa amepungua kiasi. Kwa kilichotokea nilikuwa ni lazima nipungue mume wangu. Pole sana. Karibu sana. Karibu ndani bebe. Nashukuru. Hili jumba lote unaishi peke yako? Hapana, naishi na kaka, walinzi wake, wifi pamoja na mtoto. Shukrani sana mume wangu, kwa maana kwamba pesa uliyotupatia ndio nilifanikiwa kununua nyumba hii na kisha nyingine nikafungulia miradi kadhaa kwa ajili ya kutengeneza pesa. Okay, sawa bebe. Hilo ni jambo zuri sana kwenye maisha. Karibu ndani bebe. Naona tunapiga tu story nje. Kweli tuliingia ndani. Ukimya nyumba hii unaweza kuhisi kwamba yani kama vile hapana mtu. Hivi niulize, vipi watu wamelala nini? Muda mrefu sana wamelala. Okay, nina njaa mpenzi wangu. Hebu niendelee basi msosi hata kidogo. Unataka kula nini bibi yangu? Chochote tu, ili mradi tu tumbo liweze kushiba. Okay, sawa baba. Na kuendelea chakula kile kipendacho. Twende basi chumbani kwanza ukaoge mwili upate nguvu. No, okay, sawa. Kweli bana, tuelekea katika chumba ambacho anaishi Karo. Karo alianza pale kunitoa nguo. Uvumilivu ukatushinda. Tukajikuta tukizama katika penzi nzito, huku kila mmoja akihakikisha kwamba anampatia mwenzake haki roho inapenda. Kitu ambacho ninakishangaa kwangu ni uwezo wa kushiriki hili tendo. Deni ndani ya siku 2 tu, sijui siku moja tayari huyu mwanamke wa 3. Ngoja sana kukupikia, kwa maana kwamba unataka ushibe. Kisawa sawa. Karo alizungumza kwa kihema sana. Nikamwambia nasubiri madikodiko yako mama. Nilizungumza huku nikiwa na Tomasa pale. Karo alishuka kitandani akajifunga pale kitenge na akatoka chumbani hapa. Nilichukua simu ya Karo iliyopo mezani, niliingiza namba ya Shabani, nikampigia simu. Kaka za muda. Salama said. Nimesikia umekwenda Madagascar ndugu yangu. Ya, ilikuwa ni safari ya ghafla kidogo, so unajua kwamba changamoto iliyopo mbele yetu. Vipi, umeshafika ni kwa bimama au? Ya, nimeshafika kwake. Wanaendeleaje mzee?
Nimeonana naye tu peke yake, ila naamini wanakwenda salama. Okay, so ni swala la kifamilia ndio limekupeleka huko au kuna masuala mengine? Tutazungumza nikirudi. Okay, sawa basi ndugu yangu. Okay, poa. Ila wako salama hao? Ya, wako salama kabisa. Okay, poa poa. Okay, kaka, nikutakia usiku mwema. Na kwako pia ndugu yangu. Okay, fresh. Nilikata simu, niliwasha TV iliyopo hapa chumbani, nikawa nasubiri hadi Karo alipoweza kurudi na chakula. Baba, nimekupikia ugali wa nguvu. Najua utakupatia nguvu ya kuweza kunishughulikia vizuri tena. Hivi kwa hawa samaki wapo kumbe? Hapo niliuliza huku nikichukua samaki mmoja aina dagaa. Nilianza pale kumtafuna. Ya, wapo tena wengi sana. Tunajua hao wenzetu wamezungukwa na bahari. Hivyo uvuvi upo kila mahali. Ndio, okay, sawa sawa. Karo alinawisha pale maji na kisha tukaanza kula. Ruben anaendeleaje? Yuko salama. Unajua tunajitahidi sana kuzoea mazingira mapya na maisha mapya. Hujaulizwa pesa umetolewa wapi? Waliuliza kwa maana kwamba akaunti zetu zote zimefungiwa. So za nje ya nchi wala so za ndani ya nchi. Nikawachana ukweli ya kwamba laiti ingekuwa sio wewe, tungekuwa omba wa kukaa hotelini na mwisho wa siku pesa ingekata. Wakasemaje? Wanachokusema zaidi ya kujisikia tu aibu. Yaani baby, usimfanye mtu ubaya kwenye haya maisha, kwa maana hakuna anayefahamu kesho yake. Ona walivyokuwa wanakuinda ili wakuue, ila sasa hivi hapa tulipo, yaani maisha kweli ni ya kushuka na kupanda. Hapo nilipiga matonge kadhaa huku nikiwa nafikiria maisha ya nyuma niliyokuwa ninafanyiwa na Mama Shamsa pamoja na mwanaume wake. Baby, mbona uko kimya? Hapana. Kuna mambo kidogo nilikuwa ninawaza. Mambo gani? Tuachane nayo, yameshapita. Niambie tu baba. Kwa maana soko ukimya huo. Najua una hasira dhidi ya kakaangu pamoja na ule malaya wake. Ila tafadhali wasamee, kwa maana kwamba dunia imeshawapiga na hawana cha kufanya. Heshima imeshuka sasa hivi. Kakaangu ukimwona, yeye ndo amezidi kuwa mzee. Hata pesa saluni wala, yaani ananiomba mie. Nakwambia hivyo. Tule bwana, tufikirie maisha yetu na huyu mtoto wetu ajaye. Kwa kutumia mkono wangu wa kushoto, nikalishika pale kidogo tumbo la Karo ambalo tayari lilikuwa limeshaanza kuchomoza kutokana na ujauzito wake. Vipi kaka yako ameshatambua? Ametambua nini? Kwamba Ruben sio mwanae. Sidhani. Hapa ni juzi tu tumetoka kumpima sukari, inapanda sio mchezo. Sasa kama kijua kwamba na huyu mtoto anayemuita kidume chake sio mwanae, si ndo anakufa? Ilo ni yake kufahamu, kwa maana kwamba Ruben atamzoea huyo mzee kama baba yake. Kumbe baba yake niko hapa. Kwa sasa hebu tuliache hili baby, kwa maana kwamba sihitaji msiba mwingine. Kwani kupoteza mali, vyeo na kila kitu tulichokuwa nacho, yani tulichokuwa tunakimiliki Tanzania, huo ni msiba tosha kwetu. Sasa akifa na huyu, naweza nikapungua zaidi ya hapa mume wangu. Okay, sawa, mna shida. Tuliendelea kupata chakula hiki huku tukiwa tunatazama TV. Tulimaliza pale kula na Karo alinawisha mikono na kisha akatoa pale vyombo na akarudi akiwa amebeba mzinga wa waini pamoja na glasi 2. Akamimina pale waini hii na kisha akanikabidhi glasi yangu. Tukagunganisha pale cheers. Kwa maisha ya mtoto wetu, Karo alizungumza huku akitabasamu. Hivi na unywaji huo mtoto kweli hatakuwa mlevi? Hawezi, kwa maana si kwamba ninakunywa kulewa bana. Nakunywa kidogo dogo tu. Okay, sawa. Uongozi mpya vipi? Wananchi wengi sana wamefurahia na wameupenda. Naona kwenye TV. Kwa kweli kaka alichokwa na wananchi. Ilikuwaje akachokwa namna ile? Sio wewe tu ulofanywa mabaya. Wapo wengine pia, kuna imani walifanywa mabaya na wakachoka. Unamjua jamaa mmoja ambaye anaitwa nani vile? Nani? Hebu simu yako. Karo akanikabidhi simu yake na mimi nikampigia tena simu Shabani. Bro, hivi mume wa cha usiku anaitwa nani, jina lake maarufu la uongozi? Nundu. Okay, popo. Hapo nikakata simu. Ila sungenipatia nimsalimie jamani shemeji yangu Shabani. Kesho utaongea naye. Huyu jamaa anaitwa Nundu, hivi unamfahamu? Yule mbunge na mfanyabiashara? Ndio. Namjua vizuri tu. Ni rafiki yangu sana tu mbona.
anataka kusimamishwa kuwa rais wa nchi ya Tanzania. Mungu wangu, nani anataka kufanya uopozi? Jamaa kwanza ni mpige madili kama kaka, ana roho mbaya na chafu, yani hafai yule ndio awe rais. Nyie hivi unajua kwamba yeye ndiye aliyeendesha mpango mzima wa kuweza kumtoa madarakani kakako? What? Karo alihamaki sana, huku macho akimtoka, kwa maana huyu ambaye anasema ni rafiki yake amemgeuka na kuwafanya sasa waishi kama wakimbizi katika nchi wasizokuwa na mamlaka wala vyeo vya aina yoyote kama walivyokuwa navyo nchini Tanzania. Ndio iko hivyo. Yule jamaa ndo anahusika na kupanga mbinu, yeye pamoja na General Ngatuma. Akawafadhili dola milioni 100 kwa ajili ya kuweza kutekeleza mpango wa kupindua serikali ya kaka yako. Mshenzi kumbe ilikuwa ananizunguka yule mpuzi. Anakuzunguka kivipi? Unajua kwamba nilikuwa namchukulia ni kama bro. Na hata siku ya mwisho Ikulu inapinduliwa, nilikuwa naye Ikulu na nilionana naye dakika 5 kabla tukio lijaweza kutokea. Sasa kumbe yeye ndio yupo nyuma ya haya yote, si ndio? Karo alizungumza huku akionekana kupagawa. Nikasema ndio, yupo nyuma ya huu mpango. Wao waliupanga kipindi kirefu sana mpaka kumpindua kaka yako. Rashidi mpenzi wangu, hapa ni lazima tufanye kitu. Mshenzi yule hawezi kuendesha nchi, yani hilo nalipinga na nalikataa. Kwa hiyo unataka kufanya nini? Chochote tu, chochote bebe, yani ili mradi kuhakikisha kwamba hachukui madaraka na huyo Ngatuma mshenzi. Yani madaraka amepewa na kakangu, alafu anamsaidia tena mshenzi yule. Karo alizungumza huku akionyesha dhahiri shahiri ya kwamba alikuwa amekereka kwa hilo lililokuwa limetokea. Nikamwambia ndio hivyo mambo yalivyo bebi wangu. Binadamu anabadilika, sio kuweza kumfadhili. Rashidi, asubuhi ni lazima tuzungumze na kaka. Ila kumbuka kwamba mimi na hawa watu wawili picha zendani. Bebe, wakati huu ni wakati wa kuweza kusimama pamoja kwa ajili ya nchi. Na kuomba tofauti zetu tuziweke kando, tuweze kushughulikia hili jambo. Hapo nilimtazama Karo machoni mwake. Taratibu akavishika viganja vyangu vya mikono. Tafadhali sana mpenzi wangu, nakuomba sana, tusaidie kwenye hili. Karo alizungumza kwa sauti nyororo huku akaanza pale kunipiga mabusu. Karo akaonekana kuutaka mchezo huu wa kimahaba na mimi nikampatia. Nilimpa mtanange wa kutosha kabisa mpaka kaniambia asante mume wangu. Yaani unajua kweli kweli kunifikisha kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Nikamwambia na mimi hapo mtoto nimemongezea masikio mapya. Yaani chizi wewe. Karo alizungumza huku akishuka juu yangu. Alianza kuelekea bafuni. Nilishuka na kisha nikamfuata. Maana huu mtanange wakati anauanzisha tulijikuta tumeenda mpaka chumbani. Tulikoga pale kwa pamoja na kisha tukarudi kitandani. Taratibu nilimkumbatia Karo kwa nyuma. Bebe. No. Kama tukifanikiwa kumzuia Nundu asinge madarakani, ni nani unaweza kupendekeza awe rais? Wengi tu, mbona wapo viongozi tu wazuri. Waziri mkuu pia ni mtu ambaye anaweza akawa rais, kwa sababu yule mzee nimekaa naye kwa kipindi kirefu na nimeweza kuona uwezo wake wa kuongoza na hekima aliyokuwa nayo. Kwa nini hujampendekeza tena kaka yako? Mpuzi yule hawezi bwana. Kwa nini unamuita mpuzi wakati ni brother yako? Ni mpuzi kwa sababu kipindi nilipokuwa ninamshauri na kumlalamikia hakunisikiliza. Zaidi tu ya kuweza kumsikiliza huyo mpuzi mwenzake ambaye alikuwa anatumia walinzi wa serikali kwenye kutekeleza mambo yake kibinafsi. Sasa acha kwanza akipate kilo alichokuwa amekipanda. Kazi kweli kweli. Ndio hivyo. Ila jamaa ametoa dola milioni 100 na hatakuwa kiongozi. Hivi itakuwaje bebi wangu? Mimi nilikuwa nina wazo. Wazo gani? Tumue kabla uchaguzi. Bebi wangu, yule jamani mchawi bala. Watu wa Kigoma hao wameshalala ndani ya ziwa, hawauliki kirais. Wengine wanameza mpaka irizi kabisa ujue. Hakuna ambaye hafi mbele ya bastola. Bebe, sema haupo kwenye system, ila kuna watu ni wachawi. Unampiga risasi mtu hafi, anakimbia. Aise, asikombe mtu ujue.
Hivi inawezekanaje mama? Au ndio yale masuala Kinje Kitelengwale na watu wake kwenye vita majimaji? Oho, sasa wale kidogo uchawi wao ulikuwa haujaendelea, ila hawa sasa hivi bebe, yani kuna watu ni washirikina usipime. Sasa yule jamaa alipata ajali kwenye gari yake, yani gari ilipondeka na dereva wake alikufa papo hapo, ila alichubuka tu tena mkononi tena, yani kama vile alikuwa amekwaruzwa tunakucha. Jamani mwanga kweli kweli. Yaani nasikwambia mtu. Sasa hapa ninaanza kupata picha kwa nini kina General walimgeuka kaka. Unaweza kuta alishawapiga kimbora. Kila unachoambiwa wao wanafuata tu kama vile masuzu. Na inaonyesha huyo General anamogopa sana. Hivyo yeah. Sasa inabidi tuwe na plani za ziada. Unamaanisha nini? Kama naye anatumia njia za kuzimu na sisi tuende huko, unahisi tunaweza tukakabiliana naye kiurahisi hivyo? Nikamwachia Karo taratibu na kisha nikakaa kitako kitandani. Nikamtazama, nikamuuliza unamaanisha nini? Rashidi, usijifanye kama vile hujui. Kama mtu ninakwambia kipigwe risasi afi, unahisi kwa hali ya kawaida tunaweza kumua? Tukishangaa tunaweza tukajikuta, yani kimasiara tu jamaa anachukua nchi na mambo yanabadilika. Hebu ngoja kwanza, mimi nina swali. Kuna umelifuatilia swala la huyu jamaa kuingia madarakani na kutaka kuchukua nchi? Ipo hivi, yule mama muuza miogo unamjua? Mama cha usiku? Ndio, Mwana cha usiku ndio mke wa jamaa. Yule dada Black Beauty fulani hivi ndo mke wa Nundu? Ndio huyo. Jamaa alishia kunitambulisha siku moja tu mke wake, ila anamweka siri sana mke wake. Iko hivyo. Sasa jamaa anamnyanyasa sana yule mwanamke. Anamletea wanawake wengine hadi nyumbani kwake. Na mwisho wa siku, kuna siku alitaka kumpiga vibombe mbele yangu na mama yake. Na hapo ndipo nilipoweza kuingilia kati na nikamdhibiti jamaa, kwa maana kwamba alishachoma bastola, alitaka kuniua. Mungu wangu. Sasa mtu kama huyo kweli kipewa nchi, si mambo yanaweza kuwa kama vile ya Gaddafi? Yaani nilichokifanya baada ya kumdhibiti, nilimwamrisha kumpatia talaka mke wake, na alifanya hivyo nikiwa nimemshikia bastola. Alikubali kweli? Na ndio hapo hata mimi nilishangaa ya kwamba nimempea kipigo kizito kidogo tu. Hivyo alikosa kabisa kwa kukimbilia na aliandika talaka, na baada ya hapo alitaka kuwaua watoto cha usiku. Ikabidi mimi niende kuchukua Dodoma na nikawarudisha nyumbani kwa Shabani. I say, jamaa na pesa zote hizo, alishindwa nini hata kuacha kuweza kumjengea mke wake? Jamaa ni mbinafsi wa kutupa, na hilo ndilo lilonifanya niweze kusimama upande wa cha usiku, na akanieleza mipango yake mingi tu kuhusiana na jamaa, na nikaonana pia na General, na kwa bahati mbaya uoga umemfanya ashindwe kabisa kunisaidia kwa lolote. Maskini. Pole kwa huyo dada. Ndio iko hivyo, na inatupasa kuweza kumzuia mapema sana, kwa sababu alitoa ahadi kama akipata urahisi atahakikisha kwamba mimi, mama cha usiku pamoja na cha usiku yeye mwenyewe na wanae wote anatua. Hilo ndio tatizo la viongozi wa Kiafrika. Wakipataga tu madaraka, basi akili zao zinawaruka na mwisho wanajikuta wakitumia madaraka yao vibaya kuwadhuru wasiokuwa na uwezo. Ndio iko hivyo. Okay, tulale babangu. Kukipambazuka nina imani kwamba tutakuwa tumeshapata jibu la nini tufanye. Okay, sawa. Baada ya muda mfupi, usingizi ulimpitia Karo. Bila kwa upande wangu usingizi haukuninyemelea kabisa. Asubuhi na mapema, Karo alikuwa wa kwanza kutoka chumbani hapa. Baada ya nusu saa, akarudi na kunielezea kwamba tayari alikuwa ameshaniandalia chai. Watu wameshaamka. Wote wameamka, wapo sebleni kwa ajili ya kuweza kupata kifungua kinywa. Umewaambia kwamba mimi nipo? Hapana, nataka uwafanyie surprise. Okay, poa. Hapo nilijiandaa kisha nilitoka ndani hapa. Mama Shamsa na mume wake macho yaliwatoka huku akinitazama kwa mshangao mkubwa mno. Karibu mume wangu, Karo alizungumza huku akivuta moja ya kiti kilichopo kwenye meza hii ya chakula. Nilikaa huku nikiwatazama Mama Shamsa pamoja na mume wake. Ruben, mambo? Nilizungumza huku nikimshika shavu Ruben ambaye ni mwanangu. Shikamo. Marahaba mtoto mzuri, ujambo? Jambo.
Habari zenu jamani. Hapo niliwasalimia Mama Shamsa na mume wake. Hapakuwa na hata mmoja aliweza kunijibu zaidi tu ya kuendelea kunishangaa. Jamani, si mnasalimiwa? Karo alizungumza hivyo na rais akasema salamu. Rais huyu mstaafu alijibu kwa unyonge mno. Jamani, mume wangu alikuja jana usiku kututembelea. Pole ni jamani. Nilikuja kuwasalimia bila kuwapatia taarifa. Nilikuja kutazama nyumba ambayo mke wangu amenunua. Ina muonekano gani? Hapo Mama Shamsa alikuwa aminamisha kichwa chake chini kwa kuona aibu. Eti baba, umeipenda hii nyumba? Ya, ni nyumba nzuri kubwa, alafu ni tulivu. Karibu, hapa ni kwako na hili ni jasho lako, kipenzi changu. Hakika bila wewe leo hii sijui hata tungekuwa tuna maisha gani. Msijali, maisha ya binadamu yanabadilika muda wote. Wa chini anaweza kawa juu na wa juu anaweza kawa chini. Sipati picha kama leo hii ningekuwa nimekufa kwenye lile gereza la kule Kongo au kule kwenye nyumba za mateso Lushoto Tanga, kwenye msitu, ama kwa hakika sijui hata ningekuwaje. Nilizungumza maneno hayo ambayo moja kwa moja nilikuwa natambua kabisa ya kwamba yatamtesa sana Mama Shamsa na mume wake. Inabidi tusamee bebi wangu, samee 7 mara 70. Karo alijibu huku akitabasamu. Jamani, mbona mnaonekana kama vile hamna furaha kabisa juu ya uwepo wangu hapa? Karibu sana. Rais mstaafu alizungumza kwa sauti ya unyonge mno. Nikasema nashukuru Mheshimiwa Rais. Sijakuja kuwaondolea furaha yenu kwenye hii nyumba. Yale yaliyopita ya kunichukulia bibie huyu kwa kutumia cheo chako cha madaraka na mimi kwenda kupigana ulingoni kule na kupitia maisha magumu, yote nashukuru kwa maana ya kwamba leo hii Mungu amenisimamisha na kunipandisha juu na nimekuwa imara kuliko vile nilivyokuwa pale awali. Huyo mkeo atabaki kuwa mama wa wanangu na sio kitu kingine. Kwa hiyo endelea tu kuwa naye, uwe na amani kabisa. Hapo kauli yangu ilimfanya Mama Shamsa kunyanyua uso wake na kunitazama huku akionekana kuwa na wasiwasi mwingi sana. Samani, umesema kwamba wanao? Rais mstaafu alizungumza na kumfanya Mama Shamsa macho kumtoka huku akinitazama na midomo yake ikianza kumtetemeka huku akitamani kuniomba nisizungumze ukweli uliopo kati yangu mimi na yeye na huyo mtoto ambaye ni Ruben, kwani rais mstaafu akifahamu ukweli tu sidhani kama maisha yake yataendelea kuwa karibu na mzee huyu. Ndio wanangu, unahisi mimi nina ubaguzi? Shamsa ni mwanangu wa kwanza na huyu ni ndugu yake, japo mama mmoja baba tofauti. Au unataka hadi watoto wawe na matabaka? Hapo nilizungumza huku nikitabasamu. Nilimwona Mama Shamsa jinsi alivyokuwa anashusha pumzi nyingi mno na kunitazama. Jamani, hayo sio ya kuyazungumzia sasa hivi. Hebu tunywe kwanza chai na kisha tuangalie ni namna gani ya kuweza kumzuia Nundu asipate kiti cha urais. Karo alizungumza huku akiendelea kupata kifungua kinywa. Mheshimiwa Rais mstaafu ilibidi aulize, Nundu yupi? Nundu yule mbunge. Amefanya nini? Yeye ndio yupo nyuma ya mpango wa wewe kutolewa madarakani. Yeye amemlipa Ngatuma dola milioni 100 na akashirikiana kukupindua wewe madarakani. Hapo Mheshimiwa Rais macho alimtoka huku akiwa kama haamini kama kila anachokisikia ni kweli ama sio kweli. Karo, wewe umejuaje? Umesahau kwamba mimi ni nani kaka? Au unahisi mimi kukaa hapa Madagascar nimepoteza connection zangu zote? Karo hakutaka kumweleza kaka yake ukweli wa chanzo cha habari hizo, kwani anaweza asiamini, kwani uhasama kati yetu ulikuwa bado upo. Mshenzi yule. Mimi nasema nitamkata masikio. Utamkataje masikio ikiwa sasa hivi una nguvu ya kipesa wala nguvu ya madaraka? Lazima nifanye jambo. Nitawasiliana na Obote anipatie msaada. Msaada nini? Kupindua serikali, nichukue madaraka tena. Alafu nini sasa? Ikiwa nimetolewa hata sijamaliza muhula wangu wa kwanza. Kaka, siku zote huwa nakwambia ukweli na ukweli utabaki kuwa huru. Kipindi ulipokuwa na mke wako wa kwanza, mambo yalikuwa yamenyoka sana. Karo alizungumza huku
akinyosha mkono wake wa kulia akionyesha ishara ya mambo hayo jinsi alivyokuwa yamenyoka. Ila kaka, ulipomwaga mwanamke wako wa ndoa ambaye alikuvumilia toka ulipokuwa unaanza maisha hadi ukaja ukawa makamu wa rais, matokeo yake ndo haya. Kiufupi wewe una sifa ya kuongoza nchi kaka, na huo ndo ukweli. Na sio mara ya kwanza kukuambia haya, na nitaendelea kukuambia. Hivi ujiulize kwa nini ulipopinduliwa wananchi walishangilia wewe kupinduliwa kwako? Alafu leo hii unajidanganya Obote atanisaidia kuipindua serikali. Mzee, kaa ule maisha yako ili ubakia. Usitake ufe mwanao akashindwa kukufaidi. Umri umeshakwenda. Karo alizungumza bila kuogopa na kumfanya Mama Shamsa kuwa mnyonge mno. Kuna wananchi wangapi walikuwa na madua mabaya kwako kama Rashidi hapa? Ukichilia madua mabaya tu walikuwa wanakuinda ili wakudhuru. Ni wangapi? Kama ni wengi uliowafanyia mabaya, usijaribu kuweza kurudisha miguu yako Tanzania. Utakufa. Mimi nakwambia tu ukweli kwa sababu ni ndugu yako. Sikufichi wala sikuonea huruma kwenye ukweli. Kwa hiyo nini? Nundu anataka kuchukua nchi. Hapa ndo najadiliana na mume wangu tujue namna gani ya kufanya kumzuia, kwa maana kwamba dadake cha usiku amemtonya kwamba huyu Nundu ni mtu mbaya sana na hafai kuongoza nchi. Samani, hivi cha usiku yupo? Mama Shamsa aliuliza kwa sauti ya unyonge. Nikamwambia ndio. Yeye ndiye alinisindikiza uwanja wa ndege kuja hapa. Jamani, nimemisi. Mpigie. Utanipatia basi namba yake jamani. Mama Shamsa alizungumza kwa akiwa anajichekesha. Kwa hiyo ni nani mnahisi ya kwamba anaweza kusimamishwa kuwa rais? Tukuulize wewe kaka, ambaye ulikuwa rais. Watu wako si unawajua? Tafuta mtu atakaye kuokoa kwenye kifungo chako hiki cha ukimbizi. Nipeni muda wa kufikiria na kutafakari. Sawa, huo muda ukishapatikana, huyu Nundu tunamfanyaje? Inabidi aangushwe. Aangushwaje mtu mchawi kama yule? Kuna mtaalamu mmoja nitawaelekeza, yuko Kigoma. Huko ndipo tunapokwendaga viongozi karibia wote. Mzee huyo yuko vizuri sana. Nundu Sondo huko kwao kweli Kigoma? Ndiyo, huko ni kwao. Ila mzee huyo ukimweleza umeagizwa na mimi, basi watafanya vitu. Nani sasa wa kumuua Nundu? Mimi nitamuua. Hapo nilizungumza na kuwafanya watu wote wanishangae. Unasemaje? Mume wangu, ili swala ukijichanganya na wewe utakuwa ni mkimbizi kama sisi. Nilishazoea kuwa mkimbizi. Hivyo ni bora kuwa mkimbizi kwa mara nyingine, ila nchi iwe kwenye mikono salama. Rashid, tunaweza tukazungumza? Ndio, zungumza tu. Tuzungumze kama wanaume. Hapo nikamtazama Karo machoni mwake na kisha nikamjibu, nikamwambia ndio. Sasa basi nakuomba tuzungumze. Jamani, simalize kwanza kula. Mimi nimeshiba na kwenda bustanini. Rais alisimama na kisha akaondoka eneo hili. Kifungua kinywa chako ni kitamu sana mwanamke wangu. Nilizungumza hivyo huku nikimpiga busu Karo mdomoni mwake. Asante kipenzi. Hapo nikasimama, nikauliza bustani iko wapi? Akaniambia ukitoka tu mlango huo wa jikoni mkono wako kushoto. Nikasema okay, shukrani. Nikafuata maelekezo. Nilimkuta rais akiwa tu amekaa kwenye moja ya kibanda kati ya vibanda viwili vilivyopo eneo hili. Nikakaa kwenye moja kiti, nilikunja pale nne huku nikimtazama mzee huyu. Najua mimi na wewe hatupatani na nimekufanyia mambo mengi sana maovu ambayo kama binadamu nimekaa chini na kutafakari sana ni kwa nini ile siku uliamua kutusaidia, na kama ingekuwa ni kutuua basi ungeshatuua muda mrefu sana. Ila leo hii tumepata kifungua kinywa pamoja. Nimejisikia ni mkosaji na ninajutia sana kuhusiana na yale yote nilokufanyia. Hivyo nakuomba sana ndugu yangu uweze kunisamehe. Kwanza nikatabasamu. Nilitabasamu kwa dharau huku nikimtazama mzee huyo. Hivi ungekuwa Ikulu leo hii, ungenomba msamaha? Swali langu hili
Ilikuwa ni gumu kwa mzee huyo na alibaki tu akiinamisha kichwa chake chini. Nisikilize ndugu yangu, nilikuwa fukara tena maskini wa kufanya kazi ya ulinzi na kulipwa laki. Ilikuwa 120 kwa mwezi kama sikosei. Lakini Mungu alinijalia kunipatia mtoto mzuri na mke mzuri. Ilo kanipokonya yule mwanamke mzuri kutokana na cheo chako na mali zako pia. Ukanisingizia kesi ambazo nyingine hazikuwa hata na mantiki, huku siku hadi siku ukiendelea kutembea na mwanamke wangu. Mpaka imefika wakati nilitamani kujua. Nilitamani kujua kutokana na yote uliokuwa unanifanyia. Leo hii kirahisi tu unaniomba msamaha. Unajua ni maisha gani niliyoyapitia mpaka kufika hapa nilipofika? Unajua ni damu za watu wangapi nilizimwaga ili kuweza kuitetea roho yangu? Alafu sasa hivi kirahisi tu unaniambia kwamba nikusamehe. Mzee, usilete siasa kwenye maisha yangu. Kama uliweza kunipokonya mke, basi sasa hilo ulifanikiwa kiurahisi sana. Lakini sasa hivi ni muda wa mimi kuchukua kila kilicho changu kutoka kwako. Na endapo utajaribu kuvuka mstari wangu, kwa mara nyingine tena nitakuwa. Mimi nachoweza kukuambia tu ni kwamba nikutakia mapumziko mema ya kuzeeka vizuri, ukisubiri siku zako za kufa kwa kudra zake Mwenyezi Mungu. Hapo nilizungumza hivyo huku nikiwa nimesimama. Akaniita pale, Rashidi. Nikamwambia, nini mzee? Nini unachotaka kukizungumza? Unajua Rashidi, kila binadamu ana makosa. Na kila binadamu ana haki ya kusamehewa. I say, kwa bahati mbaya mimi sio Mungu. Mungu pekee ndiye ambaye anaisamehe hata mtu akitoka kuua sasa hivi na ukatubu na akakusamehe. Sasa mzee wangu, siwezi kukusamehe mimi. Laiti ungeniomba msamaha wakati ulipokuwa madarakani, hapo sawa. Ila kwa sasa uko madarakani. Yaani kwa saizi umefulia, umeishiwa, alafu unaomba msamaha. Yaani kwa kila kawaida tu mtu anatambua kabisa ya kwamba unaomba msamaha kutokana na kwamba huna cha kufanya mzee. Kwa siwezi kukusamehe kwa sasa. Hapo nikaondoka eneo hili. Nilimwacha rais huyo akinitazama kwa macho yaliyojaa masikitiko. Nikarudi zangu sebleni. Nikasema, mama, nahitaji kwenda mjini. Sasa hivi? Ndio. Unaweza kuniazima magari yako? Ila kwa nini tusiende wote baby? Unafahamu huu mji kweli? Kuna Google Map itanielekeza. Ila mbona unaonekana kama vile hauna furaha? Kaka amekueleza nini kwani? No, ni mazungumzo tu ya kawaida. Karo, nahitaji kuweza kutafuta baadhi ya vitu. Nitarudi muda so mrefu. Ila Rashidi, nchi hii iko vizuri sana katika masuala ya kuzingatia leseni za udereva barabarani. Itakuwaje askari wakukamata? Wewe subiri mimi hapa nioge haraka tuzunguke wote pamoja. Hapo ikabidi nimkubalie Karo kuondoka naye. Nilikaa kwenye moja ya sofa na Ruben alinifuata akaniambia, "Anko." Ruben aliniita na kumfanya mama yake nitazame. Nikamwambia, "Anko, wewe ni mwanajeshi anko?" Nikamwambia, "Kwa nini unaniuliza hivyo?" "Siku hiyo nilikuona na bastola." Bastola ilikuwa ajili ya kunilinda tu." "Utanunulia na mimi?" Nikamwambia, "Unataka bastola?" "Ndio." "Sawa, nikirudi kutoka mjini nitakununulia." "Sawa anko." Ruben akaondoka mikononi mwangu na kukimbilia gorofani. Wewe. Nilimuita Mama Shamsa mara baada ya kumwona kileke gorofani. Akasimama na kunitazama kwa ishara. Nikamuita akakaa kwenye sofa lililokuwa linatazamana na sofa langu. Nikamwambia, mara mwisho kuongea na Shamsa ilikuwa ni lini? Mama Shamsa alikosa jibu la kunipatia kwa sababu alishamkana mwanae ili kuweza kuolewa na huyu mzee. Nikamwambia, vipi, mbona unijibu? "Sikumbuki na nahisi atakuwa ameshanisahau. Nahitaji mwanangu sasa aweze kujua ndugu zake wengine." "Unamaanisha nini?" Hapo nikatazama eneo zima na kuona kabisa hakuna mtu anayenifuatilia katika haya mazungumzo. Nikamwambia, nahitaji kuondoka na mwanangu akawajua ndugu zake wengine. "Lakini Rashidi, tulishalizungumza hili." Mama Shamsa alizungumza kwa sauti ya upole na iliyokuwa imejaa unyonge mwingi sana. Nikamwambia, tulizungumza nini kwani? "Juu ya Ruben kwamba." "Hani, tuondoke, nimeshamaliza." Karo naye alizungumza huku akishuka kwenye ngazi kwa kasi mno. Nikamwambia, "Wao, umependeza sana mwanamke wangu." Nilizungumza huku nikisimama.
Nilimsogelea Karo, nilimsimamisha pale kwa kumgeuza kuangalia gauni lake hili alilokuwa amelivaa na kumfanya onekane ni mzuri sana. Asante baby. Karo alinipiga busu pasipo kujali uwepo wa Mama Shamsa eneo hili. Wifi, kama kutokuwa kuna jambo lolote la kuongeza kwenye fridge basi utanijulisha. Okay, sawa wifi. Tukatoka ndani hapa, tukaingia katika gari lake aina ya Range Rover. Unazipenda sana hizo gari? Sana tu baby wangu. Na ndio maana ile iliyozama pale wami pale. Roho yangu iliniuma sana. Pole sana baby. Nilishapona kusahau. Tunakwenda wapi sasa? Sehemu yoyote ile iliyotulia. Nahitaji kutuliza kichwa changu na kupata mawazo mapya. Kwani kaka amekuambiaje? Mambo tu ya kuniomba msamaha. Na nimemuuliza kwa nini asiniombe msamaha kipindi kile alipokuwa yuko madarakani. Anaomba msamaha kipindi hiki akiwa yuko hoi hai. Baby wangu, hawa watu wawili sio kuaminika kabisa. Hivyo wewe wasikilize tu, ila ishi nao kwa akili mno. Nalijua hilo Karo, na ndio maana sihitaji kuweza kujiweka nao karibu. Ila Karo, nahitaji kuondoka na mwanangu safari. Ruben inabidi amjue dada yake Shamsa na ndugu zake wengine. Haya masuala kuficha hivi mambo yanaweza kuja kwa mabaya huko mbeleni. Ni wazo zuri, ila nakuomba hawajue ndugu zake baada mimi kuweza kujifungua hiki kiumbe tumboni. Ndiyo baby. Nakuomba kwa maana kama utakwenda kuwatambulisha basi ukawatambulishe wote. Okay, sawa, kwa sababu umeomba nimekukubalia. Nashukuru kwa hilo baby wangu. Naam, msikilizaji, kadiri muda unavyozidi kwenda ndivyo jinsi nilivyoanza kutilia mashaka moja ya gari iliyopo nyuma yetu. Nilibidi muulize Karo, hiyo gari ya Bru inayotufuatilia ni inatufuatilia sisi au ni vipi? Nimeona muda mrefu sana, ila sidhani, kwa maana kwamba huu msongamano wa magari ni mengi. Hebu simamisha kwenye moja ya duka tuone kama watasimama au la. Okay, sawa. Naam, baada ya mwendo wa kama dakika 5, Karo alisimamisha gari kwenye moja ya duka. Gari linalotufuatilia nalo pia likasimama mita kadhaa kutoka gari letu lilipo. Nikamwambia mbona umesimama? Sawa, atakuwa ni kina nani sasa? Sijui. Kwani kuna mtu anayejua mpo mchini hapa? Hapana. Kama sio watu wenu basi watakuwa ni watu wangu mimi. Kina nani sasa? Mimi na maadui wengi sana. Bado na maadui wengi sana. Sasa cha kufanya wewe ondoka na gari. Acha mimi nishuke. Wewe Rashid una kichaa nini? Yeye uingie kwenye hatari alafu mimi nikimbie? Umesahau kwamba mimi ni nani ama? Issue sio wewe ni nani. Issue ni wewe na mwanangu wa tumboni mnatakiwa msalama. Hujui kama unakwenda kuitwa mama au unahisi kwamba una uwezo kuhimili mikiki ya mapigano? Endapo utapigwa mangumi ya tumboni, utanieleza nini juu ya mwanangu ajaye? Lakini Rashid, ondoka, nimeshazungumza hivyo. Hapo nilizungumza kwa msisitizo huku nikimtazama Karo machoni mwake. Sasa utarudije? Kwa nini nilikujaje? Ninashuka ninaingia dukani. Wewe ondoka. Baada ya dakika 1 nitaona kama watu hawa wananifuatilia mimi au wanakufuatilia wewe. Na ukikufuatilia wewe basi nitakodisha taxi na tutawawinda wao. Okay, sawa, nimekuelewa bebe wangu. Karo alinibusu. Nilishuka kwenye gari, nikaingia kwenye duka hili kubwa la nguo, huku nikiwa niko makini kuhakikisha ya kwamba ninawatazama. Niliwaona wanaume 4 waliovalia suti nyeusi wakiingia ndani hapa kwenye duka. Moja kwa moja nikajua hao wananifuatilia mimi. Nikajifanya kama vile nikizunguka kwenye duka hili kubwa na nikamwona Karo akiondoka eneo hili na gari. Mwanaume mmoja alinifuata huku mkono wake ukiwa uko ndani ya koti lake. Ni dhahiri shairi alikuwa anahitaji kunishambulia kwa bastola. Kabla hata hajanishambulia, nikamwahi nikamtandika teke la kifua akaenda chini. Wenzake wakanifuata na kuanza kunishambulia. Kutokana kwamba mimi ninajimudu, hawakuwa na changamoto yoyote ile kwangu. Ghafla, mwanamke mwenye nywele ndefu aliyevalia miwani myeusi aliingilia ugomvi huu na akanisaidia kuweza kuwazimisha watu hawa 4 ndani ya muda mfupi sana. Hello baby Rashid. Nilijikuta nikishangaa mara baada ya kumwona Leticia akinitazama huku akivua mioni yake na kuziweka sawa nywele zake ndefu ambazo zilikuwa zimechanguka kutokana na mpambano huu mkali. Shit. What the hell?
Leticia, unafanya nini hapa? Nilikuona ulipokuwa unaingia ndani hapa, ila nilipoona watu hawa wakikufuatilia nikaona nikusaidie. Tuondoke kabla polisi hawajafika eneo hili. Hebu ngoja kwanza. Hapo nilichuchumaa, nilimpapasa mmoja wa watu hawa, nilichukua pale wallet yake, nikaifungua ndani na nikaona vitambulisho kadhaa. Tukatoka ndani hapa na kuvuka upande wa pili wa barabara. Tuliingia kwenye gari la Leticia na tukaondoka kwa kasi ile eneo. Leticia, unafanya nini hapa Madagascar? Nilimuuliza Leticia huku nikitazama nyuma nione kama kuna gari yoyote inayotufukuzia au la. Nipo mapumzikoni. Na nimeachana na kazi ya uaskari. Kwa nini? Nimechoka kupokea oda za wakubwa, hivyo kwa sasa ninafanya kazi kama mtu huru. Ni vizuri. Unaonekana mzuri vile vile. Kawaida yangu kujitunza ili mtu asinitambue nilikuwa nani. Ngoja tuelekee kwenye nyumba niliyopanga kwa muda. Okay, sawa. Tulifika katika nyumba ambayo Leticia alikuwa amepanga. Karibu, na ujisikie nyumbani. Nashukuru, unaishi peke yako? Unajua hapa nina wiki 3 sasa toka nianze kuishi hapa. Aisa, hivi hujaacha kuandamwa na majanga Uacha tu. Nilizungumza huko nikifungua wallet ya mmoja wa watu tuliokuwa tumewapiga. Nilitoa kitambulisho na kimoja cha kitambulisho cha mtu huyu kilikuwa kinaonyesha yeye ni mwanausalama wa nchi hii ya Madagascar. Ujamaa anaonekana ni mpelelezi. Hapo nilizungumza huku nikimkabidhi Leticia kitambulisho hiko na kisha akapiga picha kwa kutumia simu yake. Aliwasha laptop yake na kuthibitisha kama ni kweli huyu jamaa ni mwanausalama au la. Tena ni mpelelezi wa hii nchi. Sasa kwa nini wananifuatilia? Kwani hujaingia kinyume cha sheria katika hii nchi? No, sijaingia kwa njia za panya. Na wala sasa hivi siishi hayo maisha ya kiuhalifu tena mbona. Au watakuwa wametumwa na nani sasa? Sijui, nikuuliza wewe. Maadui ambao uko nao. Yana taselewi. Don na wewe mmemalizana vipi? Kwanza unajua kwamba Don amebadilisha sura yake. Ndio amebadilisha sura yake. Na sasa hivi ana sura ya bandia. Bwana. Kwa hiyo sura yake ya sasa unaifahamu vizuri sana. Unajua sema tu nipo nje ya kazi, ila ningekuwa ndani ya kazi ningejitahidi kumsaka. Okay, tuachane na hizo habari. Nimekumbuka heka zako bala ujue. Kweli? Ndio, nahitaji unipatie mambo matamu mpenzi wangu. Leticia alizungumza huku taratibu akinisogelea, akanikalia huku tukiwa tunatazamana na kisha taratibu tukaanza pale kunyanduana. Unajua utamu wako hujaondoka Leticia. Kweli? Wewe bado uko vile vile. Asante mpenzi wangu, unajua hata wewe pia bado, yani noise kama umeongezeka zaidi. Baada ya kumaliza tukaoga kwa pamoja na kisha nikavaa nguo zangu na Leticia akajifunga pale tenge lake. Umesema kwamba unafanya kazi wewe kama wewe. Kivipi? Yani sasa hivi kama mtu anahitaji nimfanyie kazi yake basi ninamfanyia kazi yake. Kwa mfano akihitaji nikaue mtu ananilipa changu, mimi nakwenda kuifanya hiyo kazi na kisha maisha yanaendelea. Mbona hatari sana? Ndio hivyo. Na ndio maana nimeamua kuweza kuja kuishi mbali sana na Brazil. Vipi unafanya kazi gani kwani Rashid? Mimi nipo bado ninazunguka tu kama vile tiara. Upepo unapokwenda na mimi ndio huko unapokwenda. Wow. Kwa hiyo huna shughuli ya msingi? Unaonaje tukaunda kikosi kazi cha mimi na wewe tukashirikiana kwenye masuala haya? Hapana Leticia. Hayo sio maisha ya mwanamke mzuri kama wewe kuishi. Unapaswa kuanzisha kazi yako ambayo itakuingiza kipato halali kabisa. Kama kazi gani ambayo ninaweza nikaifanya Rashid? Ikiwa maisha yangu mengi nimeishi kwa kushika tu silaha na kupambana na wahalifu wengi. Sawa, kama umeamua kufanya hivyo ni sawa. Kwa sasa kuna kazi moja mimi nahitaji unisaidie. Kazi gani? Kuna mtu inabidi natakiwa kuweza kuuawa. Kama unavyotambua kwamba nchi ya Tanzania kiongozi wake amepunduliwa. Hivyo kuna mpuzi mmoja anakwenda kuichukua madaraka ya hiyo nchi. Inabidi kumshughulikia. Yuko wapi huyo mtu? Tanzania. Okay, sawa, tutadili naye. Leo sitalala hapa, kuna sehemu ninahitaji kuelekea, kuna watu ninahitaji kuweza kukutana nao. Sawa, hakuna shaka. Kwa sababu umepajua nyumbani, nitakupatia namba yangu, muda wote ukihitaji utaweza kunipigia. Okay, sawa. Nilikaa nyumbani hapa kwa Leticia hadi majira ya saa 1 za usiku.
na kisha nikarudi nyumbani kwa Karo kwa kutumia usafiri wa taksi. Nilipofika nyumbani, Karo alizungumza huku akinikumbatia kwa kuniambia, "Bebi wangu, umenipatia wasiwasi kama nini?" "Kwa nini?" "Kwa dili iliyotokea. Yaani unajua ingekuwa kama sio hii mimba, aiseme ningekufuata." "Usijali, mimi niko salama." "Umafahamu ni akina nani wale watu?" Ndio, kwa sababu kitambulisho cha mmoja wao kinaonyesha kwamba ni wana usalama wa hii nchi." Hapo nilizungumza huku nikimkabidhi Karo kitambulisho cha mmoja wa wanaume niliokuwa nimewapiga kule dukani. "Sasa kwa nini wanakufuata wewe?" "Sijui, au ndio ile issue ya ugaidi." "Ile mbona ni muda mrefu sana na nchi kama hii." "Mbona ile issue ni muda mrefu sana na nchi kama nchi silishakutangaza kwamba wewe uko salama na huna kosa lolote." "Basi inabidi nirudi Tanzania haraka iwezekanavyo." "Na vipi, uliwaeleza kwamba nimepatwa na tatizo?" "Hapana." "Okay, vizuri." Hapo tuliingia ndani kwa pamoja kwa sababu mazungumzo haya tulikuwa tumeyafanya tukiwa tumekaa kwenye moja ya kibanda cha kupumzikia. Alafu kaka amenielekeza kwa mzee ambaye tunapaswa kwenda kumuona ili tuweze kumshinda nondo. "Wewe kwenye hili nitakuomba uweze kukaa kando. Ninahitaji sana kulishughulikia mimi mwenyewe." "Kwa nini sasa bebi wangu?" "Kwa sababu ya huyo mtoto wetu." "Kwa utakwenda mwenyewe?" "Ndio, nitakwenda mwenyewe, nipatie tu namba yake." "Sawa." Karo alinitajia namba ya mzee huyo na kisha kwa pamoja tukaingia ndani. Tulijumuika familia nzima katika kula chakula cha usiku. "Karo, rais mstaafu," aliita huku tukiwa tunaendelea kula. "Abe, asubuhi nilizungumza na mume wako. Nikamwomba msamaha, ila ilikuwa ni ngumu kwa yeye kuweza kunielewa. Na kuomba umweleze kwamba msamaha wangu ninaomwomba unatoka moyoni. Labda wewe ataweza kukuelewa." "Kaka, Rashidi mwenyewe si huyu hapa, anakusikia. Na kama mtu kukusamee kwa wewe ulichokifanya na huyo mwanamke juu yake, sio rahisi kama vile ambavyo mnafikiria. Laiti ingekuwa ni mimi ningekuwa nimeshawamaliza siku nyingi sana. Yaani hata wala nisingeweza kukaa na nyinyi meza moja. Ila mtoto wa watu anajikaza tu kuishi na sisi hapa. Na laiti ingekuwa sio mimi, angeshawadadavua kitambo sana. Hivyo mpatieni tu muda." Karo alizungumza maneno ya kumkatisha tamaa kaka yake. Nikamwambia, "Mzee, ndio Rashidi. Kwanza nakushukuru sana." Hapo sasa kila mtu akanitazama, hata mama Shamsa naye aliacha kula na kuniangalia kwa mshangao kidogo. "Kwa sababu gani unanishukuru Rashidi?" "Unajua kipindi ulipokuwa umemchukua huyo mwanamke niliumia sana. Na uliponipeleka jela ndio niliumia zaidi. Ila nilipokuja kugundua kwamba ninapaswa kuishi maisha mapya, basi nilihakikisha kwamba ninaishi maisha mapya na kupambana, kuhakikisha kwamba napata pesa na nguvu ya kupambana na maadui zangu, na leo hii niko hapa. Ila kama usingemchukua huyo mwanamke, basi sasa hivi ningekuwa bado mlinzi wa kazi za watu." Hapo mama Shamsa aliguna kwa sauti ya chini. "Ila mume wangu Rashidi." "Nyamaza Karo." Nilimnyamazisha Karo mara baada ya machale kunicheza. Nilinyanyuka kwa haraka nikakimbilia eneo la kuwashia taa za hapa sebleni. Nikazima taa na giza likatawala. Nilijibanza dirishani, nikachungulia nje. Niliwaona watu 4 waliovalia nguo nyeusi wakiruka ukuta wa nyumba hii na wakaingia ndani, huku mikononi mwao wakiwa na silaha. Nikasema, "Karo, pandisheni juu haraka iwezekanavyo." Nilizungumza huku Karo, kaka yake na mama Shamsa wakiwa tayari wameshasimama. Karo akasema, "Nakuletea silaha." Karo alizungumza huku akikimbilia juu gorofani ambapo ndipo vilipo vyumba vya kulala. Nilimwona mmoja wa watu akifungua pini ya bomu la machozi na kulirushia ndani ya sebule hii. Lilipita katika dirisha la kioo na kwa haraka nikaliokota bomu hili ambalo lilikuwa linatoa moshi mwingi mno wa machozi. Nikalirusha huko nje na kusababisha watu hao kuanza kushambulia dirishani hapa kwa risasi zisizokuwa na idadi, huku bunduki zao zikiwa zimefungwa viwambo vya kuzuia sauti, jambo lililofanya shambulizi kuwa la kimya kimya. "Kamata hiyo." Karo akanirushia bastola moja huku naye akiwa na nyingine. Akakimbilia kwenye ukuta niliokuwa nimejificha. "Wapo wangapi?" Karo
alizungumza kwa sauti ya kunong'oneza. Nikasema wako 4. Tukasikia namna wanavyobadilisha magazini za bunduki zao. Jambo hili likanipa nafasi ya kufanya shambulizi la haraka sana kwa kufyatua risasi kadhaa zilizowapata wote 4 wakaenda chini. Nikamwambia Karo, nenda juu kachukue familia, tuondoke hili eneo. Sawa. Karo akapandisha gorofani. Sikuhitaji kufungua mlango huu wa sebuleni. Sikuhitaji kabisa kufungua kwa haraka. Nikatumia pale mlango wa jikoni kufungua na kisha nikatoka nje. Ghafla nikakutana na watu 2 waliovalia kininja wakimaliza pale kuruka ukuta na kutua chini kwa upande huu wa mlango wa jikoni. Mmoja wao aliruka juu akanipiga teke la kifua lililoniyumbisha nikarudi nyuma. Kabla sijajipanga vizuri, akaipiga teke bastola yangu ikaangukia pembeni. Wakachomoa panga zao zilizokuwa zinameremeta na wakakaa tayari kabisa kwa ajili ya mapambano. Watu hao wenye ujuzi mkubwa wa kuyatumia mapanga haya walianza kunishambulia huku wakitumia mbinu mbalimbali. Jambo ambalo namshukuru Mungu mimi mwenyewe ni nunda ambaye nimeshindikana. Japo sina upanga, ila ninajitahidi kadiri niwezavyo kukwepa mapanga yao, na kwa kutumia miguu yangu na mikono yangu nilikuwa nimeweza kupigana nao kisawasawa. Mlio wa risasi ukasikika nyuma yangu na watu hao wakaanguka chini. Baby, umeumia? Karo aliniuliza huku akinishika mkono. Nikamwambia hapana. Hawa watu ni hatari sana. Familia iko wapi? Hapo sebuleni. Hebu tuondoke haraka mno. Nilizungumza huku nikiwa nimetangulia mbele kwa umakini wa hali ya juu. Tuliingia ndani ya gari, familia nzima, huku mama Shamsa akiwa amembeba Ruben. Niliwasha hili gari na kuliweka sawa. Nikaliendesha mpaka getini kwa mwendo wa kasi na kisha nikafunga brake. Nikazima taa za mbele. Nilishuka ndani ya gari huku bastola ikiwa iko mkononi. Nikatoka kupitia geti dogo. Nikachungulia nje, nikaona hali ya barabara ikiwa iko na ukimya mno. Nikafungua pale geti na kisha nikarudi ndani ya gari, tukaondoka kwa mwendo wa kasi mno. Hebu naomba simu yako. Nilimwambia Karo, alinikabidhi simu yake, nikampigia Leticia katika simu yake. Nikasema Rashidi hapa naongea. Vipi, hii ni namba yako? Nikamwambia pana, sio namba yangu. Wale watu bwana wamenifuatilia hadi nyumbani ninapoishi. We, hii kumbe iko serious sana. Ndio iko hivyo. Nakuja nyumbani kwako sasa hivi na family. Kabla hata sijamaliza sentence yangu, nilishtukia lori kubwa likitubamiza upande wangu. Lori lilikuwa limebamiza upande huu wa dereva na kunifanya mimi sasa gari hili nishindwe kulihimili vizuri. Gari likabingirika mara 4 mfululizo huku kelele zikitawala ndani ya hili gari. Mawenge yakanitawala kichwani mwangu kusema ukweli. Hata macho yangu nikawa sasa sioni vizuri. Hello? Rashidi? Nilisikia sauti ya Leticia ikitoka kwenye simu iliyokuwa imeanguka upande wangu, huku gari hili likiwa limelala ubavu kabisa. Nikamwangalia Karo, nikamwona akiwa ametulia tuli. Niligeuka nyuma, nikamwona mama Shamsa na mwanae wakiwa hapo kimya, huku Rais naye ameketi siti ya nyuma, simoni vizuri. Gari 2 zilisimama kwa haraka mbele ya gari letu. Taratibu nikaiokota simu ya Karo na kuingiza mfukoni mwa suruali yangu. Nikajaribu kuitafuta bastola yangu, ila kwa bahati mbaya sioni. Watu hawa wakafungua mlango wa hili gari, wakanitandika na kitako cha bunduki kichwani. Giza nene likatawala machoni mwangu. Nini sasa hiki unachokifanya? Naam, kwa mbali nilianza kusikia sauti ya rais mstaafu kwa mbali sana. Nikafumbua macho yangu taratibu, nikamwona rais mstaafu akiwa amesimama na Don pembeni yake, huku kichwani mwake akiwa amefungwa bandeji. Ila staili hii niliyokuwa nimening'inizwa ilikuwa ni kichwa chini, miguu juu. Hivi unajua huyu mpuuzi amechukua kiasi gani kwangu? Don alizungumza hivyo na rais mstaafu akasema, sasa ndugu yangu, kama kiasi alichokichukua ndicho kinachokufanya usababisha ajali kwa familia yangu nzima. Vijana wangu hawakutambua kwamba familia yako ipo kwenye logari. Wao waliniambia kwamba Rashidi yupo na familia yake, na nilikuwa ninaitamani sana familia yake, na ndio maana niliwapa amri ya kuhakikisha kwamba wanawakamata wote. Ila pia nashukuru Mungu hujakufa na wala mke wako hajafa. Mwanao na mdogo wako hamjakufa. Mimi shida yangu ni huyu mtu hapa. Ila Don,
Hebu achana naye bwana, huyu hana faida kwetu. Na kuuliza, unahitaji kurudi madarakani ama utaki? Sasa hapo mazungumzo haya yote yakiendelea, mimi nilikuwa najifanya kama vile nimefumba macho, alafu sisikii kinachoendelea. Nikamsikia pale rais mstaafu anasema nahitaji bwana kurudi madarakani. Basi kaa kimya. Na istoshe, huyu si adui yako huyu, si ndio? Sasa unamtetea wa nini? Acha azinduke. Akishazinduka mimi nitamua, ajue kwamba anauawa na mimi Don. Hapo nikalitazama hili eneo kwa kona za macho yangu na nikaona mashine nyingi tu, na kwa haraka haraka nikatambua kwamba eneo hili ni eneo la kiwanda. Kwani amechukua kiasi gani? Dola bilioni 200. Yaani Don, una pesa zote hizo? Nina matrilioni of dola mzee, japo hakuna benki inayojua hizo pesa ziko wapi. Ndio maana kijana alikuwa na dharau. Ndio maana yake. Najua roho yako haijabadilika. Kama unataka kumua, nafasi yetu ndio hii. Sarungi, wewe ni rafiki yangu, ulinisaidia kipindi ninatafutwa na ukanipa eneo kwenye nchi yako. Sasa hivi ni wakati wa mimi kurudisha fadhila kwako. Niambie, unataka tumpe adhabu gani huyu bwana mdogo unayohisi inafaa? Najua hawa wanahisi ya kwamba mimi sijui, ila wameshindwa kujua kwamba mimi ni mtu aina gani. Yule dogo yule Ruben sio mwanangu, ni mtoto wa huyu mshenzi, ila nimejikausha kama vile sifahamu chochote. Na huyu mshenzi alimwingilia mwanamke wangu kipindi nikiwa nimeshamuoa, ndo akapata yule mtoto. Sasa nahitaji hiyo kende yake hiyo ikatwe, kwa maana ni dharau kubwa sana kumjaza mwanamke wangu mimba, tena mwanamke wangu wa ndoa. Na istosha ameenda kumjaza mimba mdogo wangu wa tumbo moja ambaye ni Karo. Hii ni dharau kubwa sana. Sasa adhabu yake tumkate huyo anayempa kiburi, huyo tukate iko kibamia chake. Kauli ya rais mstaafu ilinishtua kidogo. Nilijikuta nikishusha pumzi na taratibu nikaanza kufikiria namna gani navyoweza kuepukana na adhabu hizi za hawa mashetani wawili, Don pamoja na rais mstaafu na mzungumzia Sarungi. Haya sasa, Don amemkamata Rashidi na wanashirikiana na rais mstaafu kumpatia adhabu. Je, Rashidi atafanya nini kutoka mikononi mwa hawa mashetani wawili? Na je, atafanikiwa kweli kutoka au ndo atamkata makende? Mimi na wewe hatujui. Bwana, tukutane katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 20, mzigo mtamu wa kuitwa Rise Up. Mimi naitwa Uncle J na hii ni Uncle J Simulizi.